إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Na wasieni pamoja na kuihusia nafsi yangu tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika wamefuzu wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hatua hii ya neema aliyotupa, ya neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wama ajlaha min neema, na neema gani hii ambayo kwa ukubwa wake kwa kweli tunayo. Lakini tukiangalia hii neema tuliyokuwa nayo, qad qaruba arrahil, imekaribia kuondoka. Mgeni huyu tulimpokea, kwa kweli amekwenda haraka sana. Nilikuwa naongea na imamu ndani na baadhi ya waumini, wananiambia unajua imepita wiki 4 tayari toka ulivyokuja Jumaa ya kwanza ya Ramadhani na hii Jumaa ya mwisho wa Ramadhani. Umekwenda muda kalbarq. Kwa kweli Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mambo aliyoyataja yanayomkuta mwanadamu alafu akawa hajayatumia, mojawapo ni hili ambalo linamkuta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Raghima anfu mri'in adraka Ramadhana thumma lam yughfar lahu, au kama qala alayhi salatu wassalam. Amepata hasara mtu ambaye imemkuta Ramadhani kisha ikaisha, yule mtu asiwemo katika wale watu ambao wamesamehewa madhambi yao. Hii ni hasara kubwa sana. Kila mtu ndiyo kioo cha nafsi yake mwenyewe. Bali al-insanu ala nafsihi basira. Qad khasira man khasira wafaza man faza. Wapo waliopata hasara kuingia mwezi wa Ramadhani mpaka unaondoka, lakini pia wapo ambao waliopata kufuzu na kufaulu katika mwezi huu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na yote haya, kama tulivyokuwa tumezungumza katika kipindi cha Ramadhani wiki ya kwanza kabisa, kwamba Mtume alikuwa jawadun yajudu kuliko rihal mursala. Alikuwa akifanya mambo mazuri mengi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wapo ambao wameweza kufunga, wapo ambao wameweza kusimama qiyam na kuswali tarawih na kutoa sadaka mbalimbali na kuweza kusoma Qur'ani na kufundisha, lakini wapo ambao wamenyimwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunasema kwamba huu mwezi unaondoka, bado hujapatapo kukata tamaa. Waman yaqnatu min rahmatillahi illa alqawmu adh-dhallun, hakuna anayeweza kukata tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu isipokuwa wale ambao tayari wameshapotea. Huenda bado una siku zako 2, lailatun au lailatani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kumi letu hili la mwisho, tuliambiwa ndani yake kuna usiku Lailatul Qadr.
Je, wewe umekata tamaa? Je, unajua kwamba huenda hiyo Lailatul Qadri bado haijapita, na huenda ikawa imebakia katika hizi siku 2-3 au siku 1-2 ambazo ndio zimebakia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nikisema hivi kwa maana ya kwamba huenda ukawa umefanya mambo mema mengi na ukitarajia mengi, lakini ukakosa fadhila za mwisho ambazo huenda zikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuficha kwake ile mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile Lailatul Qadri, akawa ameificha katika siku 2 hizi za mwisho. Wewe ukaona kwamba mimi nimeshamaliza, au wewe ukaona kwamba mimi bado sijafanya na siwezi tena kufanya, imenipita. Lakini bado ninasema muda bado upo wa wewe kutahamaki, wa wewe kuamka, wa wewe kufanya ibada katika siku hizi 2 zilizobaki. Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati anasema taharrau lailatul qadri, itafuteni hii lailatul qadri, akionyesha kwamba ipo katika 10 la mwisho, na akasema mara nyingi iko katika hizi siku ambazo 1, 3, 5, 7, 9. Na ikatokea baadhi ya masahaba wakasema kabisa kwamba ni zaidi, ni mwezi ule 27. Lakini yote haya ni maono ya masahaba kwa kuona kwamba kufiksi kwamba huenda kwa asilimia kubwa ikawa siku ya 27, lakini huenda pia ikawa siku ya 29. Wama a'lamaka wama adraka. Wengi tunapofika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika siku hizi za mwisho tunahama, kuanzia sisi waumini, lakini pia hata majumbani kwetu. Tunapoambiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 la mwisho alikuwa ndio anawaamsha familia yake, watoto wake, wake zake kwa ajili ya ibada, sisi akili zetu kuanzia jana na juzi na siku 4 zilizopita, akili zetu zimehama katika Ramadhani, zimeondoka, zimekwenda katika Eid. Nani kakwambia unaweza ukafika? Lakini pia nani kakwambia Ramadhani imekwisha? Hizi siku 2 zilizobaki bado una nafasi yako ya kujitathmini. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bado tuna nafasi ya kufanya mambo mema yaliyobaki katika siku hizi 2, 1 iliyobaki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujitahidi ndugu zangu Waislamu, tusikate tamaa katika yale ambayo yaliyotupita. Zile taksiri tulizokuwa tumevifanya, mapungufu tuliyokuwa tumeyafanya, bado tuna nafasi ya kuweza kuyakava hata kwa usiku wa leo na usiku wa kesho. Ndugu zangu waumini, Lailatul Qadri imeelezewa na watu wengi sana, na huenda tukawa bado tunayo, na huenda ikawa imepita. Kama imepita, basi tumpongezi yule ambaye alisimama na Mwenyezi Mungu amemwafikisha. Lakini kama ipo bado, ni salamun hiya hatta matla'il fajr, kwamba ni amani. Amani hii ni rahma, amani hii ni kusalimika na mambo mengi sana katika aqdar, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapanga. Siku hii unapokuwa unaomba na unasimama, asa Allahu an yubaddil, la yaruddu alqadara illa ad-du'a. Tusimame sana katika kumwomba Mwenyezi Mungu na kufanya dua, asa huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo amekukadiria, ameyaandika, ambayo ni katika kadari zake ambazo tunahisi kwamba ni mitihani na balwa, basi Mwenyezi Mungu huenda akakuondosha. Ndugu zangu waumini, siku hizi za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa mara nyingi, wakati mwingine tunakuwa tunasimama usiku. Visimamo hivi vya usiku watu wengi wanahisi kwamba ni visimamo ambavyo watu wanakuja msikitini kulala, watu wanakuja msikitini kupitisha tu ule usiku. Visimamo hivi hata ukiwepo nyumbani bado unayo nafasi ya kusimama na familia yako. Ukija msikitini ukawa na jamaa ni kheri pia, lakini tusikate tamaa kufanya mambo yaliyokuwa mema, kufanya istighfar. Watu wengi wanafanya haya mambo ni kama mambo ambayo ni ya fashion. Wanaitana, wanakuja kula na kulala, wanasema wamekaa Lailatul Qadr. Tusipuuze, tusichukulie poa haya ibada zetu hizi ambazo tunazokuwa tunazifanya. Tufate miongozo iliyokuwa sahihi.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kisimamo tunaambiwa mpaka miguu yake inamvimba. Lakini leo hii utakuta watu wanafanya mambo mengine kinyume na kusoma Qur'ani, kinyume na kisimamo, ndiyo yanawalia muda wao mkubwa kuliko kufanya ibada hizi. Ndugu zangu Waislamu, katika ibada zetu zote tunatakiwa tuwe na ikhlasi, lakini tuwe na mutabaa. Tufanye yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya kupitia kauli ambazo tumezipokea au maono ambayo tumeyapokea kwa masahaba zake, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya 1, 2, 3. Nasema haya, tuna ada, mwisho huu wa mwezi unakuja, na mwisho huu wa mwezi unakuja kunakuwa na mambo mengi ambayo ya kufanya, ima kabla al-Eid au yaum al-Eid. Tumezungumza hapa hizi siku 10 ambazo lazima tuzichukulie maamuzi mazito katika 2 au 1 iliyobaki. Tusipuuze, huenda nimesema khairi ikawa ile ambayo ndio wewe unaiacha. Lakini mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unapoisha unakuwa na haki zake nyingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum, hapa alikuwa anatuambia tunapokuwa tumekamilisha idadi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku 29 ama masiku 30, tegemea na muandamo wako. Sasa baada ya hapo kuna vitu ambavyo wewe kama muumini unastahiki ujiandae navyo au unastahiki uvifanye ambavyo ni wajibu wako wewe. Tukae tayari insha Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza almuttaqun. Niwausieni kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi mtukufu wa Ramadhan unapokuwa unaondoka, kuna haki na wajibu ambazo tunatakiwa sisi kama waumini tuzifanye. Mwenyezi Mungu ametuambia katika moja ya wajibu yake, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Mtukuzeni Mwenyezi Mungu kwa takbira katika yale ambayo amewaongoza katika kufikia kukamilisha huu mwezi na kufanya ibada. Ni sunna, inatakiwa kwa muumini siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya ghurub, jua likiwa limeshazama na umeshapata uhakika kwamba mwezi umeandama, au ni siku ya 30 umekamilisha, kwa hiyo hata kama hujaandama unajua kwamba kesho ni Eid, basi cha kwanza wanatakiwa watu wawe wanapiga takbira. Takbira hizi ambazo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, la ilaha illa Allah wallahu akbar. Unapiga takbira ile kuanzia wakati al-ghurub, jua linapokuwa limezama unapiga takbira. Mwisho wa takbira yako ni pale ambapo imamu anainuka kwa ajili ya kuwasalisha salat al-Eid. Lakini pia wewe ambaye umeamka katika siku ya Eid, ni sunna kupata iftar, na ndio maana ikaitwa Eid al-Fitri, yani kwa maana ule tamaratin, unywe maji chochote ili kuonyesha kwamba leo hii ni tofauti na siku iliyopita. Ukishakula kwa zako 2, 3 umekunywa na maji, basi sasa unaweza ukaelekea kwenda katika musalla wa Eid. Lakini si hivyo tu, katika mambo ambayo yanastahiki na yanapaswa yafanywe na muumini ambaye amekamilisha ibada yake ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni hili swala zima la kusali salat al-Eid. Wengi huwa wakati mwingine ameshamaliza anakuwa hahudhurii katika salat al-Eid, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo alisema watoweni hata wale watoto wa kike, watoto wadogo waje kushuhudia salat al-Eid. Hata wale ambao hawaswali kwa udhuru zao, lakini wanaambiwa wafike katika ile sehemu inayoswaliwa Eid. Kwa hiyo haya yote inabidi mtu ajiandae. Mara nyingi Mwenyezi Mungu amejalia mwaka huu kwamba salat al-Eid kabla ya salat al-Jum'a kwa siku 2-3. Mara nyingi mambo haya yanakuwa yanazungumzwa na imamu au makhatibu siku yenyewe ya Eid. Kwa maana mtu anakuwa hili ambalo amelikosa hawezi tena kulitimiza.
lakini Mungu amejalia baraka kwamba una siku 2-3 kabla ya Eid uyajue yapi ambayo wewe unatakiwa uyafanye kabla ya Eid na ile siku ya Eid. Lakini katika jambo ambalo ni muhimu sana, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka baada ya kuizungumzia faradhi ya zakatul fitri kwa mwanamme au mwanamke, kwa mtoto wa kiume, kwa mtoto wa kike, kwa mtu mkubwa, kwa mtu mdogo, kwa mtu aliyekuwa huru, kwa mtu aliyekuwa mamluk. Hawa wote wamefaradhishiwa kutoa zakatul fitri. Lengo kubwa, kwa sababu wote hawa ni watu ambao wanafunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza alisema ni kile kitu ambacho kinaisafisha ile funga yako kutokana na yale makosa madogo madogo ambayo wewe ulikuwa unayafanya. Ulikuwa unafanya mambo ya laghwi, ulikuwa unafanya mambo ya rafath ambayo yalikuwa yanapunguza ile hadhi ya saumu yako. Ulikuwa unaongopa, ulikuwa unachelewa kufanya jambo fulani. Sasa ile zakatul fitri inakusafisha wewe na haya mambo madogo madogo ambayo wewe ulikuwa unayafanya. Lakini si hivyo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni tu'matun lilmasakin au tu'matan lilmasakin, kwamba hii zakatul fitri pia ni lisho, ni chakula cha wale ambao wana uhitaji katika siku ile ya Eid. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu watu watoe kabla ya kuswali sala ya Eid, ima kwa siku moja kabla au siku 2 kabla au kabla ya kuswali salati al-Eid, kwa maana ya kwamba umeshaswali alfajiri mpatie. Lakini madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema aghnuhum ani sual au aghnuhum ani tawaf, kwamba tufanye jambo hili ili tuwazuie watu hawa waliokuwa na haja na shida kuombaomba katika siku hii ya Eid au kuzunguka zunguka. Mtume alisema tawaf, kwa maana leo kaingia hapa, kesho kaingia hapa, kasimama pale. Basi kama kuna uwezo wa kutoa mapema, ukampa ile yakini, ukampa utulivu wa nafsi yake, na yeye akajiandaa mapema na saumu, basi itoe. Baada ya kujua wakati wa kutoa hii zaka ni nini kinatakiwa kitoke, wote wamekubaliana kwamba kinachotakiwa kutoka ni chakula ambacho watu wa mji, watu wa eneo hilo ndio wanakitumia zaidi. Wapo watu chakula chao ni shairi, watu wapo chakula chao ni ngano, wapo chakula chao labda ni mahindi, wapo chakula chao ni mchele. Kwa hiyo utatoa chakula ambacho kinatumika zaidi katika ile jamii inayokuzunguka, na unatoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sa'an ni kipimo ambacho wanasema ni michoto minne, michoto ya mikono ya mtu mzima aliyokuwa iko sawa na amekamilika. Kwa maana kama anachukua mara moja, mara mbili, michoto minne iliyokuwa imetimia. Wengi wakasema kwamba ukiangalia isaa au mudi ni sawasawa na kilo 2 na ziada. Wapo waliosema ni kilo 2 na robo, wapo waliosema ni kilo 2 na nusu, na wengine wakaweka sehemu ambayo ni precaution, wakasema ahwat, basi ukiweza kutoa hata kilo 3 toa, lakini utoe katika kile kilichokuwa kizuri. Usitoke ukaenda kutafuta mchele kitumbo wa shilingi 700 ukaenda kumpatia mtu ambao hata kwako wewe mwenyewe ukipewa hauli. Anfiqu min tayyibati, toweni vile vilivyokuwa vizuri katika Mungu alivyokuwa amewapa. Lakini je, ukiwa huna katika ile siku ya Eid matumizi yako, hujiwezi, basi wewe pia unaweza ukaingia katika wale ambao wanaopokea. Unaweza ukawa tajiri, unaweza ukawa na mali, lakini siku ya Eid imekukuta wewe huna kitu, huna liquidity yoyote ya kuweza kutumia, huna kabisa, basi wewe utaingia katika wale ambao wanaoweza kupokea. Lakini pia inawezekana wewe huna kitu, ni maskini, lakini siku ya Eid ukapata milioni 2, milioni 3, wewe unaingia katika wale ambao wanapaswa kutoa. Ibra na mazingatio ni ile siku ya tukio. Hatuangalii historia yako ya nyuma wala mbele utakuwaje. Tunakuangalia, je, hii Eid imekufikiaje? Unao uwezo wa kuvuka siku ile na kikabaki cha ziada, basi toa. Siku hii huna, basi wewe usitoe, pokea. Kwa sababu lengo ni kuwazuia watu wasiende kuomba, lakini pia ni kufanya nini? Kuwapa watu chakula wakaweza kutulia.
Wapo watu ambao hivi sasa ni khilafu kubwa inazungumzwa, wanatoa pesa badala ya nini? Ya chakula. Misimamo ni mingi sana, lakini iliyokuwa aslamu kwako wewe, iliyokuwa ni bora ili usitoke na usiingie katika khilafu, kama kuna uwezekano wa kutoa chakula, basi ni bora zaidi ukatoa chakula, kwa sababu watu wote wamekubaliana kwamba ukitoa chakula hakina tatizo. Hii swala la kutoa pesa watu wametofautiana, wapo walioruhusu na wapo waliokataza. Basi ili uwe salama, toa kile ambacho watu wote wamekubaliana. Lakini ukishika kauli ya shekhe wako waliokuambia kwamba ukitoa pesa na ukamfuata shekhe wako fala haraja, umefuata kauli ambayo pia ipo kwa wanawazuoni, lakini iliyokuwa iko salama na ina utulivu zaidi, na Mtume na maswahaba wake walifanya kutoa chakula ambacho ndicho kilichokuwa kinahitajika. Na yule ambaye hahitaji chakula siku hiyo, mara nyingi mtu huyo hana tatizo. Wapo ambao wanahitaji chakula. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.